nategeme ya daima, yote chini ya kisha Mwokozi tanitosha kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Mungu wetu, cha kutumaini hatuna ila damu yako Bwana, hatuna wema wa kutosha ila utokao kwako. Pokea sifa na heshima na utukufu na uweza na shukrani na mamlaka. Wewe ndiye Mungu uliyetupa tena nafasi ya kuja tena nyumbani mwako kukuabudu wewe katika roho na kweli. Roho Mtakatifu uliye katikati yetu, tufunulie akili zetu tukapate kuyaelewa na maandiko, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nijalie mimi mtoto wako na mtumishi wako ninene neno lako kwa hekima na kwa ufunuo na kwa ujasiri wote, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kila mmoja anayetufuatilia na kutusikiliza mahali online, Bwana, na wale wanaotufuatilia mahali hapa, Mungu, jifunue kwao kwa namna ya kipekee kabisa. Sema nao kwa lugha nyepesi ambao watakusikia na kukuelewa, Bwana. Na wape neema ya kutendea kazi kile ambacho Roho wa Mungu na Roho wa uzima utakachosema kupitia kinywa changu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Basi mpe Yesu makofi ya nguvu na vigelegele vya shangwe. Ninaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kipekee nimshukuru Mungu kwa ajili ya wale wote wanaotufuatilia online mahali. Mungu wa mbinguni awabariki sana kwa ajili ya utume mwema ambao mnaendelea kufuatilia ibada hii, lakini pia niwashukuru wale waliopata nafasi ya kufika kwenye masifu haya ya jioni. Mungu awabariki sana sana sana. Niwashukuru pia TEHAMA kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Mungu aendelee kuwatunza na kuwabariki. Bila kupoteza muda, nataka tupate nafasi ya kwenda kwenye ujumbe ambao Mungu ametupa. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu David Nei Kaale, ndo mwalimu ambaye nitakuwa na wewe kwenye zamu ya wiki hii. Na kichwa cha somo ambacho tutatembea nacho kwa jioni kinasema vita dhidi ya roho ya Farao. Vita dhidi ya roho ya Farao. The battle against the spirit of Pharaoh. Na tutaongozwa na kitabu kile cha Ezekieli 29 ule mstari wa 2 na wa 3, na kile kitabu cha Isaya 19 mstari wa 2 na wa 3. Lakini kabla sijakupa mtiririko wa hayo maandiko, nataka nikupe lengo la somo. Lengo la somo ni kukupa maarifa ya kiroho ya namna ya kutambua na kupambana na kushindana na roho ya Farao, ili usiishi maisha ya utumwa na kucheleweshwa, mateso na kurudishwa nyuma, bali uishi kusudi la Mungu kwa mafanikio. Ni kukupa maarifa ya kiroho na namna ya kutambua, kupambana na kushinda roho ya Farao, ili usiishi maisha ya utumwa, kucheleweshwa, mateso na kurudishwa nyuma, bali uishi kusudi la Mungu kwa mafanikio. Na nataka niweke utangulizi sasa kupitia maandiko yale mawili ya msingi ambayo tutatembea nayo kwa wiki nzima. Unajua, watu wanaweza wakawa wanajiuliza Farao ni nani? Farao ni nani? Na kwa haraka ukimuuliza mtu Farao ni nani, atakwambia ni mfalme wa Misri. Alikuwa mfalme wa wapi? Wa Misri. Lakini nataka tuangalie ndani ya Biblia. Unajua Farao kama Farao, usiende tu na picha ya Farao kama mfalme. Farao ilikuwa sio mfalme tu. Farao ilikuwa ni cheo.
Ndio maana unaona mafarao wengi walipita walikuwa wanaitwa farao, lakini kuna farao mmoja, yeye jina lake kidogo lilitofautiana. Aliitwa Farao Neko, lakini alikuwa anaitwa farao. Kwa hiyo farao yani, kwa lugha ya sasa wacha nitumie hivi, farao ni cheo kama leo kilivyo kwenye mfumo wa uongozi tunavyosema kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaposema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, manake kile ni cheo. Mpaka hapo tuko pamoja kwamba kile ni nini? Ni cheo. Na kwa sababu ni cheo, kwa hiyo nataka uende ukijua kwamba farao kama farao sio nani? Sio mtu kama tunavyofikiri kwamba ni mtu fulani alikuwa mfalme tu. Ndio jina lake alikuwa mtu fulani anaitwa tu farao. Usiende na picha hiyo, kuna mahali utakwama. Farao, kabla hatujazungumza farao kama mtu, farao kilikuwa ni cheo ambacho watu walipokuwa wanapata nafasi za ufalme katika taifa la Misri kwa wakati huo, walikuwa wanapewa cheo kinachoitwa farao. Ni sawa kwenye Biblia, unaposoma kwenye Biblia yako neno Herode, kile ni cheo. Ukisoma kama kwa wale waliopata nafasi ya kupita Bible school, kuna maherode wanne. Kuna Herode the Agrippa, kuna Herode the Great, afu kuna Herode Agrippa, kuna Herode, yani walikuwa maherode kama wanne wakubwa. Maherode wanne ndio walikuja kutokea maherode wengine huko chini, lakini wale maherode wengine wakubwa wanne. Kwa hiyo tunapozungumzia farao, tunapozungumzia Herode, kile ni cheo, sio jina la mtu. Kile ni nini? Ni cheo. Ni mtu anakaa kwenye hiyo nafasi anaitwa farao, ni mtu anakaa kwenye hiyo nafasi anaitwa Herode, lakini sio nani? Sio mtu. Kile ni cheo ambacho mtu akikaa pale anaitwa. Ni sawa na mtu anapoenda kwenye ofisi anaajiriwa, anakuwa labda manager. Cheo, manager ni cheo, sio jina la mtu. Mkurugenzi ni cheo, sio jina la nani? Sio jina la mtu. Kwa hiyo tunapozungumzia farao ni cheo na sio jina la mtu. Kwa ukienda na picha hiyo kwamba farao kilikuwa ni cheo na sio jina la mtu, kuna upana fulani utaelewa. Sasa tunapoenda kwenye maandiko, nataka uteke maandiko ile kitabu cha Ezekiel ule mlango wa 29. Nataka tumchambue sasa huyu farao. Anasema, mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao mfalme wa Misri, ukatabiri juu yake na juu ya Misri yote. Mstari wa 3. Nena useme, Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako, ewe Farao mfalme wa Misri, joka kubwa atokaye katika mito yake, joka kubwa atokaye katika mito yake, aliyesema mto wangu ni wangu mwenyewe, nami nimeufanya kwa ajili ya nafsi yangu. Sasa nataka uone Farao kwenye kitabu hichi cha Ezekiel anatafsiriwa kama joka kubwa. Si kama unanielewa mpaka hapo? Maanake hii ni spirit, hii ni roho, na hii roho inatenda kazi mpaka na leo. Hii roho ilimuingia huyu jamaa aliyekuwa anaitwa Farao alipokaa kwenye hiyo nafasi, lakini hata yeye alipoondoka, yoyote aliyekaa kwenye ile nafasi, hii roho ilikuwa ina operate ndani yake. Okay, ngoja nitumie lugha hii, labda utanielewa. Naomba tuwekee kitabu cha Ezekiel ile mlango wa 28. Ezekiel 28. Kuna kitu nataka nifundishe kidogo unielewe. Kuna tofauti ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Naomba unikele Ezekiel 28. Kuna kitu kidogo nataka niweke msingi hapa. Mstari wa 1 na wa 2 na wa 3. Anasema, neno la Bwana likanijia na kusema, mwanadamu, mwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa moyo wako umeinuka nao umesema mimi ni Mungu, nami nimeketi katika kiti cha Mungu kati ya bahari, lakini mwanadamu wala si Mungu, ujapokuwa umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu. Nataka uende ule mstari wa 11 na wa 12 kwenye hiyo Ezekiel 28. Anasema, tena neno la Bwana likanijia na kusema, mwanadamu, mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Kule juu anasema mkuu wa Tiro, huku chini anasema mfalme wa nani? Wa Tiro. Paka hapo tunaelewana? Kuna mkuu wa Tiro na kuna mfalme wa Tiro. Twende kwenye mstari ule wa 13 na wa 14.
Okay, anzia tu wa 12, acha nisome mpaka ule wa 14 ili watu wapate mtiririko vizuri. Anasema, mwanadamu ufanyie maombolezo mfalme wa Tiro, mwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe umekitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zambaraji na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na barahamani na dhahabu, na kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami na nilikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu, umetembea huku na huko katika mawe ya moto. Sasa nataka uone hiyo picha. Mstari wa kwanza kwenye Ezekiel 28 anazungumza habari ya mkuu wa Tiro, lakini mstari wa 11 anazungumza habari ya mfalme wa Tiro, na huyu mfalme wa Tiro anayemzungumzia anasema kwamba ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya nani? Bustani ya Mungu. Tunajua mfalme hakai ndani ya bustani, mfalme anakaa ikulu au kwenye jumba la kifalme. Mpaka hapo tulikuwa pamoja. Sasa alafu anasema wewe ni kerubi afunikaye. Nataka uone hiyo picha. Yule mkuu anayezungumziwa kwenye sura ya kwanza ilikuwa ni spiriti ambaye inaidrive taifa la Tiro. Sasa huu kwenye mstari wa 11 tunaona mfalme, lakini kule kwenye mstari wa kwanza tunamwona nani? Tunamwona mkuu. Kwa hiyo yule mkuu ni roho ambayo ilikuwa inamwendesha yule mfalme wa Tiro. Mpaka hapo tuko pamoja. Manake mfalme wa Tiro anaongoza kwenye ulimwengu wa mwili, lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna spiriti ya mkuu wa Tiro ambaye inamuongoza. Na hiyo spiriti ilikuwa sio spiriti ya kawaida, ilikuwa ni spiriti ya shetani. Kwa sababu tunasoma nasema ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu. Huyu anayezungumziwa hapo kwenye mstari wa 12 mpaka mstari wa 14 ni shetani. Kwa sababu shetani alikuwa ni kerubi, na shetani Mungu alimuumba kwa uzuri kabisa, akampamba kwa vitu vya thamani. Shetani kabla ya kuanguka alikuwa mzuri, kwa sababu alikuwa amepambwa, alikuwa ameumbwa kwa namna ya kipekee. Biblia inasema kwamba yani matari na filimbi vilikuwa ndani yake. Yani shetani alikuwa hana haja ya kupiga tarumbeta si nini, yani yeye alikuwa anatoa zile tuli kutoka ndani yake, kwa sababu aliumbwa kwa ajili ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Lakini sio hivyo tu, alipambwa na mawe ya thamani, au naweza nikasema alipambwa na madini ya thamani. Yale madini ya thamani ambayo alikuwa anapambwa nayo. Kwa hiyo muonekano wake ulikuwa sio muonekano wa kawaida, alikuwa ana muonekano mzuri. Wewe mwenyewe tu ukivaa gold hapa hata ya gramu 100 tunaanza kukushangaa, mpaka unapotelea kule tunakushangaa. Sasa huyu jamaa yeye alikuwa amefunikwa na magoldi, alikuwa amefunikwa na maalmasi, alikuwa yani mwili wake ulikuwa umefunikwa na madini ya thamani. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa nataka uone kwamba huyu mkuu wa Tiro ndo alikuwa anamwendesha mfalme wa Tiro. Sio, inaeleweka? Mkuu wa Tiro ambaye ni shetani alikuwa anamuongoza au anamuendesha mfalme wa Tiro, alikuwa anaendesha maisha ya watu wa Tiro. Kwa katika ulimwengu wa mwili tunaona ni kiongozi anaongoza, lakini katika ulimwengu wa roho kuna roho iko nyuma ya huyo kiongozi, ndio inayoongoza watu na ndio inayoamua. Sio kiongozi anaamua, ni roho inaamua. Kwa hiyo hata Farao, tunaposoma Farao tunamwona ni Farao kama Farao, lakini nyuma yake hiyo si roho ya Farao, ni joka. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza anaita neno dragon. Ni joka lililokuwa linaongoza taifa la Misri kwa kipindi hicho. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mpaka hapo tuko pamoja. Kwa nataka upate picha kwamba tunapozungumzia roho ya Farao, hii ni roho ambayo ipo na inatenda kazi mpaka na leo. Usiende na picha ya Farao kama cheo, nenda na picha ya Farao kama roho. Ukienda na picha ya Farao kama ndio jina la mtu, hakuna kitu utakipata. Lakini ukienda na picha hii kama hii ni spirit na ina operate kwenye maisha yetu mpaka na leo. Nitakupa maandiko na maufunuo yaliyoko ndani ya Biblia, utaelewa hii roho namna gani inavyotenda kazi kwenye jamii. Ipo mpaka na leo. Lengo la kufundisha hili somo
Huu ujumbe Mungu alinipa. Kuna mtu mmoja alikuwa anamuombea, nikamwambia Mungu, kwa nini mtu apate breakthrough? Kwa nini mtu vitu vyake vinaharibika? Kwa nini mtu maisha yake yanaenda hivi? Nilipokuwa kwenye maombi mazito, Roho Mtakatifu akanipa hili neno, roho ya Farao. Nikaisoma na akaniambia kwamba hii roho ya Farao sasa nataka uifundishe, kwa sababu imebana maisha ya watu wengi, watu hawajui. Unajua, nataka niseme na wewe neno moja. Biblia inasema kwamba mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Manake kuna ukweli usipoujua bado utaendelea kukaa kwenye kifungo, lakini kuna ukweli ukiujua utatoka kwenye kifungo. Kuna ukweli fulani kwenye Biblia ukiujua hauhitaji maombi, kwa sababu ule ukweli wenyewe unakufungua. Yaani kuna saa tunang'ang'ana na maombi, lakini kuna saa tunahitaji maarifa ya kujua kweli. Tukishaipata hiyo kweli itatuweka huru. Sasa Mungu aliponisemesha kwa habari ya huyu mtu, nilipofanya naye maombi akalipuka mapepo. Miaka yote namuombea, hajawahi kulipuka mapepo. Akalipuka hayo maspiriti, nikayakemea, akatoka na akafunguliwa na akapata breakthrough. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nikana shangaa. Sasa mbona Mungu, hii roho ya Farao, kwa nini unanisemesha hii? Mungu ndo akaanza kunipitisha ndani ya Biblia. Nikaanza kuiona roho nikaanza kusoma Biblia, kitabu kile cha Mwanzo na kitabu cha Kutoka. Nikaanza kuelewa kwamba Farao ilikuwa ni cheo na ilikuwa pia ni roho iliyokuwa inatawala taifa la Misri. Okay, twende kwenye Isaya 19, labda utanielewa. Isaya 19. Nataka nikuonyeshe roho iliyokuwa nyuma ya taifa la Misri, ambaye Farao ndo alikuwa kiongozi wake. Anasema, ufunuo juu ya Misri, tazama Bwana amepanda juu ya wingu jepesi, anashuka Misri, na sanamu za Misri zitatikisika mbele zake. Unaona, Misri nyuma yake kulikuwa kuna nini? Masanamu. Umeshaelewa? Tunaendelea. Hapo hapo mstari wa kwanza. Anasema, na sanamu za Misri zitatikisika mbele zake, moyo wa Misri utayeyuka ndani yake. Manake Misri ilikuwa ina moyo. Anasema moyo wa Misri utayeyuka. Mstari wa pili, nami nitawaamsha wa Misri juu ya wa Misri, na watapigana kila mtu na ndugu yake, na kila mtu na jirani yake, mji juu ya mji, na ufalme juu ya ufalme. Mstari wa tatu, na roho ya Misri itamwagika. Nataka uone hiyo roho. Anasema roho ya Misri itamwagika. Na roho ya Misri itamwagika kabisa katikati yake, nami nitabatilisha mashauri yao, nao hawatakwenda kwa sanamu zao, nao kwa waganga na kwa wapiga ramli na kwa wachawi. Kwa hiyo nyuma ya Misri, nyuma ya Farao kulikuwa kuna waganga, kuna wachawi na wasoma ramli. Kwa tunaona nje ni Misri. Ndio maana Farao alipokuwa akitaka kufanya jambo lake lolote alikuwa anaita waganga na wachawi. Musa alipokuwa anaenda Misri, Musa anafanya miujiza, Farao anaita waganga nao wafanye nini? Kwa hiyo ndio roho ilikuwa ina operate taifa la Misri. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa tunapozungumzia roho ya Farao, hii ni roho ipo na inatesa na inanyanyasa maisha ya watu kuliko unavyofikiria. Nitakupa mafunuo huku ndani ya Biblia. Kuna watu maisha yao yamepigwa na hii roho ya Farao na hawajui. Kuna watu maisha yao yamekandamizwa na hii roho ya Farao na hawajui. Sasa ukijua kwamba roho ya Farao inapigana na baadhi ya maeneo kwenye maisha yako na ukasimama ukashughulikia hilo eneo, utapata breakthrough. Lakini usipojua ukaendelea tu kuomba bila maarifa, utakwama. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuangalie kazi ya kwanza ya hii roho ya Farao. Nitakupa tu kazi moja. Nataka tuangalie kazi ya kwanza. Kazi ya kwanza ya roho ya Farao. Roho ya Farao inaharibu vitu katika mwanzo wake. Roho ya Farao inaharibu vitu katika mwanzo wake. Mstari ule wa mwanzo Kutoka ule mstari wa kwanza, mlango wa kwanza mstari ule wa 15 hadi 19. Nataka tuangalie hii roho inavyoharibu vitu mwanzoni kabisa. Anasema, kisha Farao mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake alikuwa anaitwa Shirfa na mwingine jina la pili alikuwa anaitwa Pua. Wakasema, wakati wazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona
wakati wa kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi waueni, na ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Ikiwa ni mtoto mwanamume muue. Nataka uone hiyo sentensi. Kwa hiyo hii roho imetoa oda ya kuua vitu vinapokaribia kuzaliwa. Ukiwa na maono yanakaribia kuchipuka, hii roho inaua hayo maono. Yamkini unaingia kwenye mahusiano. Mahusiano yanataka kuanza kushamiri, yanakufa. Unaanza biashara vizuri, kabla biashara haijainuka inakufa. Ukishaona hivyo, ujue ni roho ya Farao inatenda kazi. Usipogundua kwamba ni roho ya Farao inatenda kazi, yani unaweza ukawa na mtaji wako, unaanza kabiashara kako kadogo, na unamwamini Mungu ndiye aliyekusemesha kwa habari ya biashara, lakini mwanzoni kabisa inaua. Mwanzoni mwa ndoa unaona watu wanaanza kupigana mpaka ndoa inataka kupasuka. Wameingia tu kwenye ndoa, walikuwa wanaitana sweet baby, chocolate, vanilla, lakini wameingia huko ndani wanaonana kama ni magaidi. Ukiona hivyo, jua roho ya Farao ipo kazini. Hii roho inaviziaga vitu vinavyokaribia kuzaliwa. Una wazo lako, una project yako, una kitu chako kizuri ambacho una huduma yako, yani unaanza huduma, inapiga hiyo huduma, inaua. Una kipawa kinashughulikiwa mapema, hakitakiwi kuinuka, hakitakiwi kuchomoza. Hicho kipawa kinashughulikiwa. Ni nini? Ni roho ya Farao. Bwana Yesu apewe sifa. Mwangalie mwenzako, mwambie mpaka hapo tuko pamoja. Mwamulize, unamuelewa mwalimu wa somo au kuna mahali amekuacha? Kwa hiyo hii roho watu wengi wanaichukulia simple, lakini sio simple. Hakuna roho hatari kama hii roho ya Farao. Tutakapoendelea kuifafanua ndani ya Biblia utaelewa. Kwa hiyo anatafuta wazaliwa wale wa kiume, wakizaliwa kile kitu kinachozaliwa akiue. Chochote unachozaliwa kwenye maisha yako inakiua. Kama kuna vitu umeanza kufanya ukaona vinakufa tu, mwanzoni umeanza biashara imekufa, umeanza mahusiano yamekufa, umetaka kusoma umefika mahali umeanza hivi, umefanya registration ukairisha kusoma, hiyo ni spirit ya Farao. Mwambie mwenzako, hiyo ni spirit ya Farao. Ingia kazini. Na usipojua namna ya kuishughulikia itakushughulikia. Yaani usipojua namna ya kushughulika na hii roho inakushughulikia. Haina huruma hii roho. Imetesa maisha ya watu wengi sana. Wameanzisha vitu vimekufa. Anaenda anakopa huko, analeta, anaweka hapo, kinakufa. Kila anachokifanya kinakufa. Akianza kitu tu lazima kife hicho kitu. Hakiwezi kusurvive. Ni kwa sababu hiyo roho iko kazini, inahakikisha umeanza biashara inaua, ukianza mahusiano ya ndoa inaua, ukianza kazi, yani kuna mtu mmoja nilipewa ushuhuda wake. Mtumishi mmoja ananiambia, nimemuombea huyu mtu, ameripoti kazini, hakumaliza mwezi baada ya kuingia kazini akafukuzwa. Yuko mtaani. Roho ya Farao, yani ameingia tu kwenye ulimwengu wa ajira, ikamuwai. Ikamwambia utaki kwenda mbali. Ikamwekea msari, hakuna kuvuka hapa. Kwa hiyo hii roho inapigana na maisha ya watu kuliko unavyofikiria. Muulize mwenzako, mpaka hapo umeiona kwenye maisha yako? Haleluya. Kwa hiyo ni roho ipo kabisa. We kama ukiichukulia mzaha na yenyewe itaenda na we serious. Lakini ukiichukulia serious, kuna mahali utavuka. Kwa hiyo nataka tumalizie ile mistari ya mbele pale. Alafu tutaanza kuchambua kwa nini ilikuwa inang'ang'ana na watoto wanaume. Tutakuja huko kwenye Biblia. Anasema, lakini wale wazalisha walikuwa ni wacha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto wanaume wawe hai? Wazalisha wakawaambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa unaona ni roho ambayo ilikuwa inadili na vitu vinavyozaliwa kwanza. Okay, ngoja nitumie neno moja la Kiingereza utaelewa. Kwa kifupi, roho ya Farao inaleta kitu kinachoitwa spiritual abortion. Spiritual abortion ni roho ambayo inasababisha hicho kitu kinachoitwa spiritual abortion.
Sasa nataka tuangalie mambo kadhaa kupitia hii roho ya Farao. Mpaka hapo kuna utangulizi fulani nimekupa, sasa akili yako naona imefunguka. Haleluya. Nataka tuangalie mambo kadhaa. Nataka utangalie mbinu 3 zinazotumiwa na roho ya Farao katika Mwanzo. Mbinu tatu zinazotumiwa na roho ya Farao katika Mwanzo. Mbinu ya kwanza, nataka tuangalie mbinu ya kwanza. Kushambulia kupitia wazalisha. Kushambulia kupitia wazalisha. Ninapozungumzia kushambulia kupitia wazalisha, manake ni roho ambayo inatenda kazi kimifumo. Si kama naeleweka? Inatenda kazi nini? Kimifumo. Manake ilipokuwa inataka kushambulia, ilihitaji mfumo wa kupitia ili ishambulie, na ilipita kwa wazalisha. Kwa Kiswahili kingine tuseme ilipita kwa manesi au kwa wakunga. Ilipopita hapo, lengo inataka kushambulia kile kinachozaliwa. Lakini pili, kwa nini ilipita kwa wazalisha? Ni kwa sababu hii roho ikitaka inatenda kazi kupitia watu wa karibu sana. Maanake wazalisha ni watu wa karibu ambao wako tayari kuwasaidia wale wamama wajawazito waweze kujifungua salama. Na kwa sababu ni watu wao wa karibu, ikawatumia watu wa karibu kutaka kufanyaje? Kutaka kuwamaliza. Kwa hiyo ni roho ambayo inatenda kazi kupitia watu wa karibu. Haitoki mbali. Inaweza ikapitia kwa ndugu zako, inaweza ikapita kwa marafiki zako, inaweza ikapita kwa watu wako wa karibu, na ikija inakuja kwa lengo la kushambulia na kuua kile kinachozaliwa kwanza. Kwa kama kuna mradi wako unataka kuzaliwa kwanza, angalia aina ya watu walikuzunguka. Kishaona kuna mavitu yako yanakufa, angalia aina ya watu walikuja kwenye maisha yako. Wanaweza kawa ni sababu. Kwa hiyo ina namba 1, kama nilivyokuambia, mbinu namba 1 inashughulika na watu wanaitwa nini? Wazalisha. Inashambulia kupitia wazalisha. Namba 2, inapambana na mbegu ya kiume. Inapambana na mbegu ya kiume. Attack the seed of the strength and the manipulation. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo inaposema inapambana na mbegu ya kiume, angalia, watoto wa kiume ndio walikuwa wanatakiwa kuuawa na watoto wa kike walikuwa wanatakiwa kuacha hai. Kwa nini watoto wa kiume? Kwa sababu watoto wa kiume ni mbegu. Uzao wa kiume ni mbegu. Ukitaka kuiongeza dunia, wanaume wawepo. Wanawake wakiwepo duniani bila wanaume, dunia haiwezi kuongezeka. Sio kama naeleweka? Nimerudi kwenye biolojia sasa. Nasema hivi, dunia inamhitaji mwanaume na mwanamke katika swala la kuzalisha uzao wa watoto. Si kama naeleweka? Kwa hiyo kama dunia itakosa watoto wanaume au itakosa wanaume, ina maana kwamba haita nini? Production haitakuwepo duniani. Kwa sababu watoto wanaume wamebeba mbegu. Mtoto wa kiume amebeba nini? Mbegu. Kwa hiyo adui akishambulia mtoto wa kiume, anashambulia mbegu ya baadaye. Sikiliza, mwanaume amebeba mbegu, mwanamke amebeba kiwanda cha kuzalisha mbegu. Si kama naeleweka? Mwanaume amebeba mbegu, mwanamke amebeba kiwanda cha kuzalisha nini? Mbegu. Kwa hiyo ilipokuwa inadili na watoto wa kiume, zamani kwenye Biblia watoto wa kiume walikuwa ndio wanaokwenda vitani. Kwa hiyo hii roho ya Farao ilikuwa inadili na watoto wa kiume, ikijua kwamba hawa nikiweza kuwatake hawa watoto wa kiume sasa hivi, maana yake huyu baadaye hatakuwa na jeshi la kunishambulia. Huyu hawezi kuinuka baadaye juu yangu. Kwa hiyo inashambulia kupitia nini? Inashambulia mbegu. Maana mbegu ni kile kinachowekwa ili kizalishe. Kwa hiyo inashambulia mitaji. Si kama naeleweka? Mtaji si ndio mbegu? Inashambulia nini? Mtaji unashambuliwa. Ukiisha
haina shida na wewe, lakini ukiwa nayo itahakikisha inapambana kushambulia mtaji mpaka upotee, kwa sababu haitaki kukuruhusu uwe na mbegu. Kwa hiyo inashambulia kupitia nini? Mbegu, ambao ndio hao watoto wa kiume. Zamani walikuwa Waibrania walikuwa wanaongezeka kwa wingi sana, na hata nikwambie mpaka na leo hii roho inafanya kazi. Angalia, roho hii inashambulia vijana wa kiume sana. Vijana wa kiume wenye umri mdogo wanakufa. Yaani zamani tulikuwa hatuoni vijana wakifa ovyo ovyo, tulikuwa tumezoea kuona wazee wanakufa miaka 80, miaka 90, miaka 100. Lakini leo kitoto cha miaka 15, 16, 17, 20 mpaka 25, 30, 40 wanakufa kwa speed, iwe ni kwa ajali za bodaboda, ni maajali ya bajaji, ni manini. Manake ni hii spirit ya roho ya Farao inaataki vijana wa kiume. Ni kwa nini? Ni kwa sababu haitaki hawa vijana wa kiume wakisimama kwenye nafasi yao baadaye watakuwa na nguvu. Leo hii tukiona familia zinasheki, leo hii tukiona watoto wanakuwa katika maadili ya hovyo hovyo, ujue ni roho hii ya Farao. Lengo lake ni kuharibu kizazi. Kuna matabia ukiyaona ndani ya watoto wa kiume, ujue ni hii roho inapiga kazi. Iko kazini mdogo mdogo, haina shida na mtu, inapiga kazi, inahakikisha ina destroy hii mbegu ambayo ni watoto wa kiume. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tuangalie mbinu nyingine inayotumia kushambulia. Mbinu nyingine ambayo inatumia kushambulia, namba 3, inashambulia kutokea ndani ya chumba cha uzazi. Ndani ya chumba cha uzazi. Ndani ya chumba cha uzazi. Manake ni roho ambayo inasimama karibu sana aidha na maono yako na mipango yako na vitu vyote ambavyo unavianzisha kwanza. Imeenda kusimama ndani ya chumba cha uzazi kwa lengo la nini? Kutaka kuua. Kwa hiyo inakujaga karibu kabisa, haikai mbali, haishambuli kutoka mbali, inashambulia kutoka karibu. Nimekwambia inatenda kazi kimifumo. Inaweza kukaa kwenye mfumo wowote, kuanzia ngazi ya familia mpaka ngazi ya taifa. Inaweza ikapenya kwenye mfumo wowote na ikapeleka mashambulizi kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo inaweza kuingia kwenye familia, inaweza ikaingia kwenye ukoo wa kwenu, inaweza ikaingia kwenye jamii ya kwenu, inaweza ikaingia kwenye mifumo ya ofisi unayofanyia kazi, kwenye biashara, na hata kwenye taifa inaweza ikaingia. Kuna mifumo mingine inaweza ikavamiwa na hii roho, inaua. Ni nini? Miradi ya serikali yoyote inayoanza inakufa. Mnaanza kuilaumu serikali bila kujua kwamba kuna spirit la Farao limekaa linaua mpaka miradi ya nini? Ya serikali. Na limepitia kwenye nini? Mifumo. Sasa serikali sio kitu chenye dini useme kwamba wataanza kuona kwenye macho ya kiroho hapa pana roho ya Farao. Ndio maana Mungu amekupa neema ya kujua, ili wakati unapata nafasi ya uweze kuliombea taifa na baadhi ya mifumo, ili iweze kupata breakthrough. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo ni roho inashambulia kutoka karibu sana, haitoki mbali. Haitoki mbali. Maandiko yanasema hivi, adui wa mtu ni mtu wa nini? Wa nyumbani kwake. Kwa Kiswahili kingine ni mtu wa karibu na yeye. Kwa hiyo inashambulia kutoka karibu kabisa, haishambulii kutoka mbali. Inashambulia kutoka karibu. Tuangalie pointi nyingine kabla tujapata nafasi ya kuomba. Ni kwa nini hii roho ya Farao inaogopa mwanzo? Ni kwa nini hii roho ya Farao inaogopa mwanzo? Roho ya Farao inaogopa mwanzo kwa sababu ina uwezo wa kuona baadaye. Kwa nini inaogopa mwanzoni? Ni kwa sababu ina uwezo wa kuona nini? Nikisema kwa sababu ina uwezo wa kuona baadaye, ni kwamba Farao aliona kabisa kuna mtu anaitwa Musa atazaliwa, na huyu mtu ndiye atakaye kuja kuninyang'anya hawa mateka wa Kiisraeli. Kwa hiyo nini kifanyike? Cha kufanyika ni kwamba watoto wote wa kiume watakaozaliwa wauawe.
ni roho ambayo ina uwezo wa kuona baadaye tangu hapa ilipo. Imesimama hapa, inaweza ikaona kule science. Wewe mwenyewe mpaka utoe macho hivi uone science ni baadaye sana. Inasimama hapa, inaweza ikaona kilomita kadhaa mbele. Inasimama hapa, inaona miaka 5 mbele yako. Inasimama inaona miaka 10 mbele yako. Kwa hiyo inakuangalia mwanzo, inasema nikiacha hii huduma labda ya huyu kijana, ndani ya miaka 10 kwenye uimbaji wake atakuwa sio muimbaji wa kawaida. Nikiacha labda hii huduma ya kinabii ndani ya huyu mama, ndani ya miaka 10 itakuwa sio huduma. Anaimaliza mwanzoni, anaishughulikia mapema. Haisubiri ije ichanue imletee upinzani baadaye. Hii roho inaogopa upinzani, na kwa sababu inaogopa upinzani ndio maana inawahi mwanzo. Ikiwa ni ofisini, umeingia mwanzo mpya, wanakushughulikia mapema. Nimekwambia nyuma hii roho kuna nini? Tumesoma habari ya Misri. Nyuma ya Misri kuna nini? Kulikuwa kuna waganga, kuna wachawi na wapiga ramli. Unaingia kwenye ofisi, unakutana na hiyo roho. Sasa nyuma yake kuna hizo nini? Hizo roho za masanamu, za uganga, za uchawi. Umeingia mpya tu hivi, haujatulia, haujasimama vizuri na Yesu wako, wanakushughulikia. Ngoja niseme, nataka nitoe ushuhuda na huyo mtu anayenisikia nadhani atanielewa. Kuna dada mmoja, sasa sitataja ni shirika gani. Huyo dada alifanya kazi kwa uaminifu kwa muda mrefu kwenye NGO moja. Na baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu kwenye hiyo NGO, wale watu walimwamini sana mpaka wakataka kumpa nafasi ya kuwa country director. Nataka unisikilize kwa makini. Wakataka kumpa nafasi ya kuwa nani? Country director. Sasa ameshapewa barua ya kuwa country director, na yule mwenzake ambaye alikuwa ni nani akaambia yeye atakuwa assistant country director. Sasa kwa sababu alishapewa barua na yeye alikuwa ana share na mwenzake wa karibu. Nimekwambia inashambulia kutoka wapi? Bwana nimepata nafasi, namshukuru Mungu. Hongera sana. Sasa kilichotokea, huyo mwenzake akaenda huko akanunua keki, akaifanyia mambo yake aliyoifanyia keki kama keki. Akaipeleka ofisini, afa akasema ni happy birthday yangu, na ilikuwa sio happy birthday yake. Imefika ofisini, wafanyakazi kama ilivyo kawaida yetu, jamani keki haya kila mtu anafanyaje? Anakata, anajistrevia. Yule dada alipokula ile keki, hakumaliza wiki moja aliandika barua ya kuresign. Akaondoka, akarudi mtaani. Yaani amerudi mtaani amepauka vibaya mno, mpaka anakuja kukutana na watumishi wa Mungu kapauka. Tunakuja kufanya maombi, mapepo yanasema kwamba huyu tulipitia kwake kupitia kwa keki, na ni rafiki yake kabisa wa karibu, ndo alimfix. Nimekwambia ni roho inaitenda kazi kupitia nini? Inatokea karibu sana. Kwa hiyo tukafanya maombi, yeye namuuliza sasa baadaye, imekuwaje mpaka ukaandika barua yako? Akaniambia hata mimi sijui, lakini hayuko kazini na ile nafasi mwenzake ndio aliyepewa. Mwangalie mwenzako usoni, mwambie inashambulia kutoka karibu. Chunga sana watu wa karibu. Kwa hiyo ilipitia kwenye chakula, ikamuondoa kwenye mfumo. Mwanzoni kabisa anataka kuchanua kwenye hiyo mifumo, ikamtoa. Kwa inajua miaka 3 baadaye huyu mtu atakuwa nani, miaka 5 atakuwa nani, miaka 10 atakuwa nani. Kwa hiyo inakushughulikia mapema. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tumalize, tuingie kwenye maombi. Ni mbinu zipi za kuishinda hii roho ya Farao sasa? Mbinu za kushinda na kulinda mwanzo wa hii roho ya Farao sasa. Namba 1, siri ya utii. Namba 1 ni nini? Siri ya kumcha Mungu zaidi ya wanadamu. Wale wazalisha, kwa sababu walikuwa wanamtii Mungu, kwa sababu walikuwa wanamcha Mungu, hawakuruhusu kufanya kile kitu ambacho Farao aliwaambia. Ukitaka hii roho isikutumie, hii roho inaweza ikamvaa mtu yoyote. Ukitaka hii roho isikutumie, siri ni kumcha Mungu. Siri ni kutii maelekezo ya Mungu. Nje ya hapo, hii roho inaweza ikakutumia ukavuruga hata ndugu zako, ukavuruga familia, ukavuruga hata ukoo wa kwenu. Kwa hiyo siri namba 1 ni kumcha Mungu. Namba 2, kuficha wazo lako. Kuficha
wazo lako. Maanake sio kila kitu cha kubwabwaja mbele za watu, sio kila kitu cha kusema mbele za watu. Ukiwa na wazo lako, kaa nalo kwenye maombi, tulia, kaa na Mungu wako. Sio kila mtu wa kumwambia. Una kitu chako kipya kizuri, usikiseme kwanza. Tatizo, kuna watu wana kibelembele, wanawashwa, haizi kuwa na kitu kipya akaacha kusema. Na ukishasema tu, hii roho ya Farao inaingia kazini, inakushughulikia. Kwa hiyo kama unataka kupata breakthrough kwenye hii roho ya Farao, hakikisha unaficha vitu vyako. Mwangalie mwenzako usoni, mwambie ficha mambo yako. Sio kila kitu cha kusema, sio kila kitu cha kumwambia mtu. Kuna dada mmoja alikuja kwangu analia, ananiambia, tumishi niombee, nimeumizwa. Nikamuuliza umeumizwa na nini? Akaniambia, mimi nilipata kaka mzuri tu jamani, handsome boy, alikuwa ananipenda jamani ule kaka. Akaniambia nataka kunioa mie. Nikamwambia ikawaje? Akaniambia sasa mimi nikamtambulisha kwa rafiki yangu. Nikamwambia unaona huyu ndo bosi wangu wa baadaye, ndo mbaba wangu. Sasa rafiki yake akamtafuta yule kaka mpaka anapokaa. Akamfuata, akamuuliza, my brother, unamjua yule dada vizuri? Unamjua yule rafiki yangu vizuri? Yule kaka anatoa macho tu, ananiambia simjui. Akamwambia basi, kama umjui sitaki kusema mengi, kwa sababu yule ni rafiki yangu, wacha nimbebee mambo mengine. Akaondoka. Yule mkaka akapiga mahesabu kichwani, akasema anataka hii ngoma ni ngumu hii. Akamwambia dada, sikiliza, naomba tusitishe mahusiano kuanzia leo, tuendelee kuomba. Kwa hiyo dada amekuja analia. Nini kilichosababisha akafika hapo? Ni kwa sababu ya kusema mambo yake. Yaani kama una kimdomo cha kusema, kakichome na kala moto kama Isaya. Funga mdomo wako, sio kila kitu cha kusema. Unaanza biashara, nimefungua kiduka pale Masaki. Yaani hiyo roho ya Farao itakiua asubuhi na mapema kinakufa. Kwa hiyo chunga sana wazo lako la kwanza ambalo Mungu amekupa. Kama ni la biashara, kama ni la kihuduma, kama ni kuna kitu kipi ambacho unataka kufanya, usisemeseme kwa watu. Kiseme zaidi mbele za Mungu, kaa nacho kwenye maombi. Lakini ukikisha kisema mbele za watu, unajua shetani, sikiliza, shetani hajui kila kitu. Acha nikwambie ukweli. Wakati mwingine shetani anasikilizaga tunavyovisema, ndio anaingia kazini anatushughulikia. Navyokuambia hivi na ushahidi wa kibibilia, maana Petro alikuwa anatembea na Yesu. Yesu anasema kwamba mimi napaswa kufa. Petro akamwambia huwezi kufa. Yesu alimwambiaje? Rudi nyuma shetani. Kwa sababu shetani alikuwa anamsikiliza, na alipomsikiliza anamshawishi. Kwa hiyo unaweza ukawa na mtu umekaa naye hivi, kumbe kuna spirit iko ndani yake ina monitor kitu unachoongea. Ikisha kusikia inaenda inapeleka taarifa, inasema sasa anataka kufanya hichi, sasa anataka kufanya hichi, inakushughulikia. Tuangalie jambo lingine. Namba ngapi? Namba 3, ambayo na mwisho. Kuhama kituo cha mashambulizi. Kuhama kituo cha mashambulizi. Napozungumzia kuhama kituo cha mashambulizi ni hii. Tuko pale pale kwenye Mwanzo. Nani kutoka? Hatujatoka hapo. Tunadili na maandiko tu. Musa aliwekwa kwenye safina kwa miezi mingapi? 3. Baadaye walipoona sasa hapa hii ngoma imeshakuwa ngumu, wakamtia alikaa nyumbani kwa mama, wakaja wakamtia kwenye kisafina, akaanza sasa kuflow kwenye nini? Manake alihama kutoka kwenye ile location ili wasije wakamkuta pale wakamwataki. Ninaposema kuhama kwenye kituo cha mashambulizi, maana yake kuna mazingira kabisa ukiopo hii roho itakuataki. Kwa hiyo kuna marafiki unatakiwa kujitenga nao. Usipojitenga nao, maana yake bado hii roho itakushughulikia. Lakini ukijitenga na hao marafiki, na hiyo roho inakuachia. Kwa kuna mazingira unaweza kubadilisha. Yamkini inaweza kuwa ukabadilisha, ukiamua kubadilisha mazingira ya kimwili. Kama usipobadilisha mazingira ya kimwili, angalia watu waliokuzunguka. Anza kupunguza mawasiliano na watu, kata mawasiliano. Kuna macheni ya watu, kata. Alafu baki kama wewe na Mungu wako. Alafu mwambie Mungu, nipe watu wa kutembea nao. Mungu atakupa watu wa kutembea nao. Watu tumeumizwa sana na hii roho ya Farao bila kujua. Simama kwa miguu yako.
Nataka tupate nafasi ya kwenda mbele za Mungu. Kama katika hichi chochote nilichokisema, hii roho imewahi kukupitia kwenye kona yoyote, nataka tuende mbele za Mungu kwa maombi, tushughulike na hicho kinachoangusha mwanzo wa kwetu, kinachoharibu mwanzo wa kwetu, kinachoharibu kile cha kwanza kinachozaliwa. Nataka tukashughulike nacho. Yamkini una biashara yako ya kwanza, adui ameiua. Kuna wengine hata wazaliwa wao wa kwanza wamepata, unakuta mwanamke amepata ujauzito, miscarriage imetokea kimwili kabisa. Unafikiri kitu cha kawaida, ni roho ya Farao. Nataka tupate nafasi ya kuomba. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, naomba unirehemu, unisamehe, unitakase kwa damu ya Yesu. Ni kweli kabisa nimetambua neno lako, na neno lako linasema utaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Nimeifahamu kweli. Iko roho ya Farao inayepigana na maisha yangu, inayepigana na watoto wangu wa kiume na wa kike. Mungu wa mbinguni, ninakuomba leo, ingilia kati, nisaidie. Hicho kinachoua vitu vyangu vya kwanza, maono yangu ya kwanza, ndoto zangu za kwanza, wazo langu la kwanza, damu ya Yesu ikaingilie kati na kukisambaratisha na kukiondoa. Na hii roho ya Farao inaponifuatilia, na iamuru sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, iachie maisha yangu kwa jina la Yesu. Roho ya Farao unaoa vitu mwanzoni kabisa, ninakusambaratisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai, ninasogea mbele zako e Bwana, nikiwa nimebeba damu ya Yesu Kristo, hiyo damu inayetakasa na kusafisha na kuosha. E Mungu, katika jina la Yesu ninaiachilia juu ya watoto wako walioko mahali hapa na wanaotufuatilia online mahali. Tunaipeleka damu ya Yesu Kristo juu yao, tunaipeleka damu ya Yesu Kristo juu yao. Roho ya Farao iliyosimama kushikilia maisha yao, roho ya Farao iliyosimama kupambana na maisha yao, roho ya Farao inayoua vile vitu vyao vya kwanza, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya Farao iliharibu watoto wa kiume, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya Farao iliharibu biashara, hiyo roho ya Farao imeharibu mahusiano ya ndoa mwanzoni kabisa, katika jina la Yesu. Tunaanza kuisambaratisha, tunapiga hiyo roho na kuiangusha katika ulimwengu wa roho. Hiyo roho ya Farao iliyoshikilia maisha yako, tunaiamuru sasa iachilie, tunaiamuru sasa iachilie, tunaiamuru sasa iachilie popote pale uliposhikilia maisha ya huyo mama, maisha ya huyo dada, maisha ya huyo kaka, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaituma nguvu ya Mungu, tunatuma uweza wa kifalme uingilie kati sasa. Mungu, pigana na hiyo roho inayepigana na huyo dada, inayepigana na huyo mama, inayepigana na huyo kaka, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Hiyo roho ya Farao inayepambana na maisha yako leo tunaisambaratisha kwa jina la Yesu. Hiyo roho inayoua vitu vyako mwanzoni, inayoua biashara yako, inaua maono yako, inaua baadaye ya kwako mwanzoni, tunaisambaratisha kwa jina la Yesu. Tunaipindua kwa jina la Yesu. Tunapiga kila madhabahu za kishetani, kila madhabahu za kichawi, kila madhabahu za kiganga zilizoko nyuma ya roho ya Farao, zinazopambana na maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Risanda randa rabosata resata kapazova bahanda rasata baba bahanda brozevia. Usinyamaze, endelea kuomba, mwambie Mungu ashughulike na hii roho inayeua vitu vyako mwanzoni. Usinyamaze. Risata kapa yesalabazanda babadia nderebosota rapa korositi behanda rika sanda rabasolo vezaya rili vizanda babadia nderebosota reka pa sova bahanda makarela zova bayanda rabosia rikra zoka bayanda rabasota mesa takapayanda rabosia. Biashara yake iliyokuwa imekufa mwanzoni, hiyo roho ya Farao iliyosimama kwenye uchumi wako, inaua maono yako ya kiuchumi mwanzoni, tunaisambaratisha. Iliyoingia kwenye ndoa tunaisambaratisha, iliyoshikilia watoto wako tunaisambaratisha na kuiondoa sasa katika jina la Yesu. Iliyoingia kwenye ofisi unayofanyia kazi, inataka
kukutoa kwenye mfumo, tunaisambaratisha hiyo roho ya Farao, tunaipindua katika ulimwengu wa roho. Rika sanda mandarabasiki riasika. Haya, waka moto, waka moto, waka moto. Wewe roho ya Farao popote ulikojificha, waka moto, chomoka, 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 chomoka. Achia maisha ya watoto wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, achia kwa damu ya Yesu Kristo. Ninavunja hilo roho la Farao linalokumendea, linalokufuatilia, linaloua vitu vyako mwanzoni, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaipiga kwenye ulimwengu wa roho kwa kombora la Roho Mtakatifu, ninailipua kabisa hiyo roho ya Farao inayokufuatilia katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ninashughulika na hiyo roho katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Hiyo roho iliyoingia kwenye ndoa inataka kuharibu hiyo ndoa mwanzoni mwa hiyo ndoa. Wameanza maisha mapya ya ndoa, inataka kupasua hiyo ndoa, imepasua mahusiano. Ninaisambaratisha na kukuamuru sasa, achia maisha ya hawa watu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Tunapindua hiyo roho kwenye ulimwengu wa roho. Haitasimama juu ya maisha yako, haitasimama juu ya watoto wako, haitasimama juu ya mume wako, haitasimama juu ya familia yako, haitasimama juu ya familia yenu, haitasimama juu ya ukoo wa kwenu, haitasimama kwenye taifa letu. Tunapiga hiyo roho na kuiangusha katika jina la Yesu. Inaua vitu mwanzoni, inayoua vitu mwanzoni, inayoshughulika na vitu mwanzoni. Yeyuka, sambaratika sasa. Achia kwa damu ya Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa jina la Yesu. Tunavunja hiyo roho ya Farao iliyosimama kwenye ulimwengu wa roho, imekaa kwenye mifumo. Tunapeleka damu ya Yesu kwenye hiyo mifumo, tunasambaratisha hilo roho lililokaa kwenye mifumo ambalo linaua vitu vyako mwanzoni katika jina la Yesu. Rekasata mesavazanda babadia rapa korosota brazeve amazanda masata kaparola vazanda rili vizanda babadia nderebosota rekepa sova bahanda rika brazova mahande babadia rili vizanda babadia nderebosota rekasata kapayanda. Kuna mtu naona anafunguliwa kutoka kwenye hiyo roho ya Farao. Rapa koresika rika paa santa babadia mandarabasiki riasira rika sanda rabasolo vezaya rapa korosota brazevia risa labazanda babadia makakakazova bayanda risa labazanda babadia ropo korobosanda. Huyu mtu ni mwanamke, kila anapopata ujauzito unachomoka. Sasa sikia neno la Bwana. Hiyo roho ya Farao iliyokwenda kufuatilia, Mungu ameiondoa. Rapa korosanda babadia risa takapazova bayanda rabasia karabasanda rika kakazova bayanda masaka vazanda babadia rapa korosota brazevia risa takapazova mahanda manda rabasiki riasira. Ninaona kuna mtu mwingine hiyo roho imekaa kwenye mikono yake, kila anachokishika kinakufa. Sasa sikia neno la Bwana. Mungu anafungua hiyo mikono sasa, na kuanzia sasa kila utakachokifanya kitafanikiwa. Risa takapazova rapa korosanda rabasia rili vizanda babakanda rabasia makakakazova bayanda rapa korosanta babadia risa takabazova bahanda manda rabasiki riasira rika labazanda babadia masaka payande rebosaika rika rabasande rebosokia. Yes. Mwingine ninaonyesha kwa watoto, imeshika watoto wake, imefunga watoto wake, imefunga hatima za watoto wako, na kutangazia kwa neno la Bwana, watoto wako wanafunguliwa leo kutoka kwenye madhabahu hii katika jina la Yesu, kutoka kwenye huo utumwa wa tabia za kishetani. Risa labazanda babadia rasata kamazava bahanda mandarabosikiria sata brazevia ralavazanda babadia nderebosika rika pasanto babayanda rabosia mandarabasiki kiria saka rika sanda rabosia rili vizanda babakanda rabosia ropo kosika para brazavia relesata kapazavia zamba baba hanto brozevia risata kabazovia mazanda rapa korosiki riasira rika sanda rabosia rika rabasanda manda rabosaika. Yes, kwa jina la Yesu. Kuna mtu anafunguliwa katika ulimwengu wa roho hapa. Ninamuona kwenye ulimwengu wa roho anafunguliwa. Risata kahanda ni mwanamke. Mesaka bayande bazovia ralavazanda babadia rapa kosika. Nguvu za Mungu zinatembea paka hapo ulipo. Yes, ndiri ya sata brazevia rekesa mesata kabayanda rolozavia bahanda babadia rika sata kapayanda. Huyo binti anafunguliwa. Kiri ya sanda rabosia rika sanda rabosia. Nguvu za Mungu zinakuja juu yako hapo ulipo katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Haya, 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 haya. Moto wa Mungu unapita sasa. Unapita. Hizo roho zitakaa kwenye ulimwengu wa roho, zitakaa
zitakaa, kwenye ulimwengu wa zimu zitakaa. Moto unawaka sasa, zinateketea, zinateketea. Zilizokuwa zimeshikilia mikono yako, zinaachilia mikono yako, zinaachilia mikono yako, zinaachilia mikono yako, zinaachilia mikono yako katika jina la Yesu. Zilizokuwa zinafuatilia watoto wako, zinawaachilia hao watoto wa kiume kwa wa kike, wanaachiliwa sasa, wanafunguliwa sasa. Makaya za vihanda rili vizanda babadia. Moto unatembea katika ulimwengu wa roho. Hiyo roho inapokea moto, inateketea, 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 inateketea kwa jina la Yesu, 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 inateketea kwa jina la Yesu. Yes. Masavayanda baba hanto brozevia risa lavazando babadia nderebosia. Hiyo roho ninaisambaratisha kwenye ulimwengu wa roho. Haitasimama kwenye maisha yako wala watoto wako wala uzao wa kwako. Nimetangaza kutoka kwenye hii madhabahu, hiyo roho kuanzia leo tumeisambaratisha kwa jina la Yesu. Haitaua vitu vyako kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa ukifanya biashara utastawi, ukiingia kwenye mahusiano yatadumu, ukikaa kwenye ndoa haitadumu. Rikapa sevahanda katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu. Yes. Ramahanda vazanda babadia risili vizanda baba hanto brozevia rasita kapazova bayanda labosia rapa korosovia masanda risa takapahanda. Kuna mtu naona kuna biashara alikuwa anaifanya kwa muda mrefu, kila akitaka kufikia mwisho wa hiyo biashara inagoma, kila akitaka kusema ana close hiyo deal inagoma. Sikia neno la Bwana kuanzia leo. Mungu wa Israeli na afungue maisha yako katika jina la Yesu Kristo, na hiyo biashara itaenda kukamilika kwa jina la Yesu, na wiki hii utakuja kutoa ushuhuda. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Pigie Yesu makofi. Ongeza makofi kwa Yesu. Kuna kitu kikubwa sana kimefanyika kwenye ulimwengu wa roho. Wakati nilikuwa naomba, kuna vitu nilikuwa naona kabisa ndani ya watu, na wengine mpaka online nilikuwa naletewa. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa Mungu amefanya kwenu. Pigie Yesu makofi tena. Ongeza hayo makofi kwa Yesu. Kuna mtu alikuwa amekata tamaa kabisa kwa sababu ya hii roho ya Farao. Mungu ananiambia anaenda kumuinua tena. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kesho tutaendelea. Kesho tutaendelea. Usikose hili darasa. Wiki hii kuna watu watafunguliwa vibaya mno. Usikose hili darasa. Mungu akubariki sana. Karibu.